Mazingira yana mchango mkubwa sana katika ukuaji wa uchumi wa taifa pamoja na ustawi wa watu wake. Pale ambapo mazingira yametunzwa vema, basi uchumi na ustawi wa maisha ya watu pia huimarika. Aidha, mazingira ni muhimu katika kuhimili ongezeko la watu duniani. Mathalan, Tanzania inakadiriwa kuwa na watu zaidi ya milioni 67, ambapo ifikapo mwaka 2050 idadi inakadiriwa kufikia zaidi ya watu milioni 118. Ongezeko hili kubwa litahitaji uwepo wa rasilimali nyingi muhimu zinazotegemea mazingira kama vile maji, chakula, ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo, makazi, nishati, mifumo ya huduma za jamii kama vile elimu, afya na usafirishaji. Kwa kutambua umuhimu huo, Dira ya 2050 imejumuisha masuala ya mazingira na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, na kama sehemu ya safari yetu ya maendeleo ya kufikia uchumi wa kipato cha kati cha ngazi ya juu ifikapo mwaka 2050. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, maadhimisho ya siku ya mazingira duniani kama jukwaa muhimu la kitaifa na kimataifa litukumbushe wajibu wetu wa kuunganisha nguvu zetu katika jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhakikisha matumizi adili ya rasilimali nyingi ambazo ni nchi yetu imejaliwa. Baadhi ya mambo muhimu ya kuzingatia katika uhifadhi wa mazingira ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu masuala ya mazingira na umuhimu wake, na kuimarisha mfumo wa usimamizi wa taka hususan katika mamlaka za serikali za mitaa kwa dhana ya uchumi rejeshi. Kwa kuwa maeneo mengi bado hali ya usafi hairidhishi, hili linaenda sambamba na kubadili mtazamo wetu wa kuziona taka kama fursa ya kiuchumi na kuzitumia kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile mbolea, chakula cha mifugo na bidhaa nyinginezo. Hali kadhalika, kuendelea kutekeleza mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia, ambapo hadi sasa taarifa zinaonyesha kuwa matumizi hayo yameendelea kuimarika kutoka 6.9% mwaka 2021 mpaka 28.6% mwaka 2025. Hii ni hatua nzuri kuelekea lengo tulilojiwekea la Watanzania zaidi ya 80% kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034.